Tushikamane, tuungane, twende pamoja, tusonge mbele. Twende pamoja kwa matokeo ya haraka. Naam, twende pamoja kwa matokeo ya haraka. Hicho ndicho kipindi kilichopo hewani hivi sasa. Mtazamaji, leo tutakuwa na mada mseto. Hatutakuwa na ule utaratibu wa mada moja, ni mada mseto, na kuna matukio mbalimbali ambayo yamejiri na yanaendelea kujiri hapa nchini Tanzania. Lakini moja, tutaangazia miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Ni juzi tu hapa Watanzania wameadhimisha miaka 62 tangu kuundwa kwa muungano wa Tanganyika na Zanzibar mnamo Aprili 26 mwaka 1964, ambapo kwa mwaka huu muungano wetu umetimiza miaka 62. Lakini pia vile vile tutahama hapo, tutakwenda kuangalia tukio la Aprili 23 ambapo Tume ya Jaji Chande ilikabidhi ripoti kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan iliyopewa kazi kwa ajili ya kuchunguza yale matukio ya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mwaka jana Oktoba 25. Tutakwenda kuangazia huko ni kwa namna gani tangu tume ilipokabidhi ripoti yake mambo mengi yamejadiliwa huko mitandaoni na baadhi ya hoja mbalimbali zimejitokeza hapo. Lakini tukitoka hapo tutakwenda kuangalia bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Vijana. Takumbuka Aprili 20 bajeti hii ilipitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kundi la vijana ni kundi muhimu sana kwa ustawi wa taifa la Tanzania. Hapo tutakwenda kuangalia ni kwa namna gani ambavyo wizara hii mpya inavyofanya kazi kwa ajili ya kuunganisha wa Tanzania. Pamoja na mada hizo na nyingine zitakazojitokeza, mimi ni Hamisi Mkotia na kualika twende pamoja katika kipindi hiki kwa muda wa takriban dakika 60 tukiangazia mada hizi mseto. Pamoja nami tumemwalika hapa mchambuzi wa masuala ya kisiasa na diplomasia Thomas Kibwana. Tutajadili mada hizi mseto, na nikusihi tu mtazamaji, endelea kufuatilia kipindi hiki hadi mwisho, nawe baadaye utapata fursa kwa ajili ya kushiriki kwenye kipindi kwa kupiga simu na kuuliza maswali. Kumbuka kipindi cha Twende Pamoja kinakuja siku kama ya leo na muda kama huu, na dhamira yake hasa ama maudhui yake ni kuangazia mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Huyo unayemwona nyuma hapo ndiye ambaye tunamwangalia katika utendaji wa serikali yake katika masuala mbalimbali. Thomas, karibu. Asante sana ndugu yangu. Naam, asante sana. Kama jinsi nilivyotambulisha, leo tutakuwa na mada mseto kwa ajili ya kuangalia masuala mbalimbali, lakini hebu tuanze na hili la muungano. Aprili 26 taifa la Tanzania mwaka huu limetimiza miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Wewe kama mchambuzi wa masuala ya kisiasa, mchambuzi wa masuala ya diplomasia, unauona muungano huu wa Tanganyika na Zanzibar unazidi kuimarika ama unanyemelewa na misukosuko? Kwenye muungano kama wa kwetu, inatakiwa umuhimu wa muungano huu uwekewe msisitizo kila kizazi. Kwa hiyo tumefika kwenye kizazi ambao sasa hivi tunasema kwa Kiingereza coming of age, au kwa Kiswahili walioingia kwenye utu uzima sasa, ambao ni Gen Z, ambao nao wanahitaji kujua umuhimu wa muungano ni nini. Kwa vizazi vilivyopita vya nyuma, swala la muungano sio swala ambalo linajadiliwa sana umuhimu wake. Kila mtu anakubali kwamba ina umuhimu wake, lakini hasa kwenye kundi la vijana wanataka kujua kwamba ni kwa namna gani muungano huu unafaidisha pande zote mbili. Kwa naweza kasema uko imara kwa sababu bado muunganiko wetu wa kisiasa upo, bado muunganiko wetu wa kijamii upo. Kama kuna dosari ndogo ndogo zinajitokeza ni mambo ya kutatuliwa, lakini ipo umuhimu wa kizazi cha sasa nacho kiweze kutambua kwamba nini ni umuhimu wa muungano, na sasa hilo ni jukumu sasa la serikali kuweza kuelewesha Watanzania kwamba umuhimu wa muungano uko wapi, hasa ambapo tunaelekea kwenye
Mungu akipenda kwenye kuandika katiba mpya, ambapo bila shaka swala la muungano ni lazima ni swala ambalo litakuwa na mjadala mkubwa kama ilivyokuwa 2014. Kwa ni lazima umuhimu wa muungano huu ueleweshwe. Kwa sasa hivi bado uko imara, lakini kizazi ambacho kinakuja kupokea muungano huu nao ni lazima waelimishwe na waeleze kwamba ni kwa namna gani muungano huu umekuwa muhimu kwa pande zote mbili kwa miaka 62. Unafikiri kwamba Wizara ya Masuala ya Muungano ambayo iko chini ya ofisi ya makamu wa rais ina kazi gani ya kufanya hivi sasa ili kuhakikisha kwamba muungano huu unazidi kudumu? Ina kazi kubwa sana, kwa sababu kila mwaka ambapo tunakaribia siku ya muungano zinaibuka hoja, na ni watu wachache watatoa dosari zao kuhusu muungano. Kuna atakao sema hatuhitaji muungano, kuna wanaosema tunahitaji muungano ili urekebishwe, kuna atakao sema kwamba muundo wa muungano lazima urekebishwe. Kwa hiyo sasa wizara inayohusika na muungano ambayo iko chini ya makamu wa rais ina kazi kubwa mbili. Ya kwanza ni kutatua dosari ambazo zinaibuka, ambazo ni kazi ambayo ni endelevu, inafanyika mara kwa mara. Lakini pili ni kwa jamii kupewa umuhimu wa huo muungano, kwamba pamoja na dosari tulizokuwa nazo, pamoja na changamoto tulizokuwa nazo, kuna sababu kwa nini huu ni muungano ambao umedumu muda mrefu, hasa kwa upande huu wa Afrika. Wengi hawajui kwa upande huu wa Afrika kulikuwa kuna muungano kati ya Senegal na Gambia ambayo ilikuwa inaitwa Confederation of Senegambia, ambao ilidumu kwa miaka 7 tu, miaka ya 70, ambao nao ilipitia changamoto mbalimbali. Kwa hiyo kitendo cha kwamba muungano wetu umeweza kudumu kwa miaka 62, basi hiyo inaonyesha ni kwa namna gani kwamba ukiacha muunganiko wa kisiasa, pia kuna muunganiko wa kijamii, kwa sababu hata ukiangalia historia ya Zanzibar, kuna wananchi wengi au raia wengi wa Zanzibar ambao wanaweza wakaangalia historia ya mababu zao wakiwa wametokea maeneo ya Tanganyika. Kwa hiyo inafanya kwamba sisi tuwe na umoja ambao umeunganishwa pia na historia ya kijamii, kiutamaduni. Hiyo kisiasa ilienda tu kurasimisha muungano huu, na ndio maana umedumu kwa miaka 62. Sasa lazima wananchi wakumbushe kwamba huu muungano ni zaidi ya kisiasa. Kazi mbili ambazo wizara hii ya muungano inapaswa kufanya hivi sasa. Kazi mbili kubwa ambao moja ni kutatua dosari ambayo ni endelevu, lakini pili sasa kuelimisha Tanzania, kutoa elimu ya umuhimu wa muungano huu na kwa nini tuna muungano huu, na kwamba muungano huu sio wa kisiasa, kwamba muungano wa kisiasa ulikuja tu kurasimisha mahusiano ambao tayari yalikuwepo kati ya watu wa Tanganyika na watu wa Zanzibar. Na ndio maana hata baada ya mapinduzi ya Zanzibar yalipofanyika, moja ya watu wa kwanza kutaarifiwa na kuomba msaada ni Nyerere na Tanganyika, ambao tulipeleka polisi wetu kule Zanzibar ili kutuliza ile hali iliyojitokeza na kuhakikisha kwamba serikali mpya ambayo ilikuwa imeingia madarakani inaweza kaingia kwa utulivu. Kwa hiyo muunganiko wa kisiasa umekuja kurasimisha tu mahusiano ya miaka mingi ambayo tayari ilikuwepo baina ya pande zetu mbili, na hiyo lazima wananchi wakumbushwe kwamba sio muunganiko tu wa kisiasa, sio muunganiko ambao ni masuala tu ya kwamba kuna serikali ngapi. Hapana, ni masuala kati ya watu ambao walikuwa na mahusiano miaka mingi hata kabla hawajaungana rasmi kama nchi moja. Mtazamaji wa Twende Pamoja kwa matokeo ya haraka, huyo ni Thomas Kibwana, yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na masuala ya kidiplomasia. Tukiangazia leo tuna mada mseto, mada mbalimbali kama nilivyokujuza hapo awali, lakini kwa sasa tumeanza kuiangalia kidogo hii maadhimisho haya ya miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, kama jinsi ulivyomsikia alivyoanza utangulizi hapo wa kuzungumzia umuhimu wa muungano. Na nikusihi tu mtazamaji wa Twende Pamoja, endelea kufuatilia kipindi, baadaye utafuta fursa nawe kushiriki kwenye kipindi kwa kuweza kupiga simu, ama utauliza swali, ama utaomba ufafanuzi, na wakati mwingine unaweza ukatoa ushauri. Mtaalamu wetu hapa atachukua, alafu atakwenda kuzungumza na jopo lao, maana yeye ni mwanachama wa jukwaa la wachambuzi Tanzania. Thomas Kibwana anachukua hapa, alafu anakwenda kuungana na wenzao kwa ajili ya kwenda kuweka udadavuzi katika masuala mbalimbali. Na Kibwana, wako baadhi ya watu ambao wanasema huu muungano ni wa viongozi na si wa wananchi. Una maoni gani juu ya hii dhana?
hiyo sio sahihi, kama nilivyotangulia kusema kwamba muungano huu wa kisiasa ilienda tu kurasimisha mahusiano ambayo tayari yalikuwepo baina ya nchi zetu mbili. Nadhani dosari za kisiasa ambazo huwa zinajitokeza ndo zinafanya watu wahisi kwamba huu ni muungano tu wa viongozi. Na ndo maana sasa hata ambapo tunaenda kujadili dosari za muungano na jinsi gani ya kuondokana nazo, nadhani pia ni muhimu kwamba wizara husika pia ihusishe wananchi pale ambapo zinatokea dosari. Basi hata wananchi washirikishwe, kwamba isiwe tu viongozi wamekaa na kuamua kutatua hizi dosari. Lazima wananchi waeleze kwamba bwana, kuna dosari hizi na hizi na hizi zimetajwa, nini maoni ya wananchi. Kwa wananchi washirikishwe kwenye matatuzi au maoni kuhusu muungano, ili wasione kwamba ili swala tu ni la wanasiasa. Lakini muunganiko wa kisiasa upo tu unashirikiana na wanasiasa, lakini nje na hapo sisi ni jamii ambao tumeunganika. Mimi na marafiki wengi ambao wanaishi huko ambao ni Wazanzibari, tunaishi kama ndugu. Shida zao ni shida zangu, shida zangu ni shida zao. Nikienda Zanzibar kutembelea na jinsi kama niko nyumbani. Hii haitokani na muunganiko wa kisiasa, hii ni muunganiko kabisa wa kindugu. Kwa hiyo nadhani kuna umuhimu pale dosari zinapotokea, hasa ambazo ni za kisiasa, wananchi washirikishwe, wajione kama nao wana nafasi kuweza kuishauri serikali au kuwashauri viongozi kwamba ni kwa namna gani wanataka vitu vikae, isiyo tu viongozi wamekaa juu na kujaribu kutatua tu wenyewe. Weka nukta hapo Kibwana, tunapozungumza hizi dosari kama jinsi unavyozungumza, ama nitumie neno ambapo baadhi ya watu wengi wanazungumza kwamba kero za muungano. Sasa ili kuonyesha kwamba serikali inafanya kazi, huko nyuma kulikuwa kuna kero zikijulikana, kero za muungano 25, lakini sasa hivi kwamba zimetatuliwa, sijui nafikiri zimebaki 4-5 hivi. Unazungumziaje jitihada inayofanywa na serikali mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ile ya Zanzibar, kwenye kuhakikisha kwamba si tu kupunguza hizi kero lakini kuzimaliza kabisa? Kwanza watu wanabidi watambue kwamba hata kero tulizo nazo ni kero za kawaida ambazo hazikosekani kwenye muunganiko kama huu, kwamba kama tumedumu kwa miaka 62 inaonyesha kabisa kwamba changamoto tulizo nazo zinavumilika na zinastahimilika. Kwa sababu ingekuwa nchi nyingine ambayo ina muungano kama wa kwetu alafu kuna dosari kubwa, basi ungeona kuna matatizo hata baina ya wananchi, lakini huoni hitilafu kubwa kati ya baina ya wananchi wa upande huu na upande ule au kurofishana. Kwa hiyo kitendo cha kwamba tumekaa pamoja miaka 62 inaonyesha kwamba kweli dosari zinapotokea viongozi wanakaa na statua, lakini hata hizo dosari sio kubwa za kutosha kufanya sasa watu watake moja kwa moja muungano uvunjike. Kama nilivyotangulia kusema hapo awali, tunaingia sasa kwenye kizazi cha Gen Z ambao huenda wao hawajatambua umuhimu wa kihistoria wa muungano huu, ambao sasa wanabidi waelimishwe na kukumbushwa. Lakini kwa kiasi kikubwa dosari ambazo tumekuwa nazo zimetatuliwa. Uko sahihi kwamba zilikuwepo 25, zimepunguzwa mpaka zimefika kama 4, 5, 6 hivi ambazo bado zinaendelea kushughulikiwa. Lakini kitendo cha kwamba hakujatokea hitilafu yoyote kwenye muunganiko wetu kiasi cha kwamba watu wakagombana akasema sasa tutengane, hiyo inaonyesha kwamba basi hizo dosari zinazojitokeza ni zinazovumilika na ambazo zinatarajiwa au ni ambazo lazima zitarajiwe pale ambapo nchi mbili zimekuwa zimeungana. Na kuna nchi nyingi duniani zimejaribu kuungana, zimeshindwa. Nini siri ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar kudumu hadi hii leo? Nadhani siri kubwa ya sisi kudumu ni kwamba kiutamaduni sisi ni nchi ambazo zinaendana sana. Ni jamii ambazo zinafanana kiutamaduni, kimila, ukiangalia kidini pande zote ni dini ambazo zinapatikana pande zote mbili, rangi za watu, historia, hivi ni vitu ambavyo vinafanana. Kwa hiyo mahusiano ya kijamii, kuoleana, hivi vitu vyote vinachangia. Sasa unakuta nchi zingine zinaunganishwa nchi mbili ambazo ni watu wenye historia mbili tofauti,
wenye utamaduni tofauti kabisa, wenye matarajio tofauti kabisa. Kwa kwa kiasi kikubwa sisi ni jamii ambayo ni wamoja. Lugha pia tunaichukulia kawaida, lakini lugha ya Kiswahili kwamba pande zote mbili Kiswahili kilikuwa kinazungumzika. Kwa hiyo haikubidi sasa kwamba tumeungana upande mmoja, inabidi ujifunze lugha ya upande mwingine ili muelewane. Hivi vitu vyote vimesaidiana kwamba kimantiki sisi ni watu wamoja. Ukiangalia watu wa Zanzibar na ukiangalia ukanda wa pwani wa Tanzania, kimila, kijamii, kitamaduni hazitofautiani kabisa. Kwa hiyo nayo imechangia kwa kiasi kikubwa kuweza kudumisha muungano, kwamba ni watu ambao mwisho wa siku tofauti zetu ni chache kuliko yale yanotuunganisha. Wewe na mimi tumezaliwa, tumeikuta Tanzania, hatujakuta Tanganyika. Lakini wako baadhi ya watu ambao wanatamani muungano huu uvunjike. Unawaambia nini watu wa aina hii na nini madhara ya kuvunjika kwa muungano? Mimi nadhani hata hizi sijui niziiteje au hizi watu kutaka kwamba au kuhoji uwepo wa muungano au la, umesababishwa kwa kiasi kikubwa na siasa na wanasiasa. Na hii ni kwa tathmini yangu na mimi ninavyoamini, ni maoni yangu. Mtu anaweza kaa na maoni tofauti. Kuna baadhi ya wanasiasa wa pande zote mbili ambao wanaamini labda huenda muungano ukivunjika, Tanganyika kabaki yenyewe na Zanzibar kabaki wenyewe, basi inawapa fursa ya kupata madaraka makubwa zaidi. Nitatoa mfano, unaweza usiendane sana ukaendana kidogo. Soviet Union ilivyovunjika mwanzoni wa miaka 90, ilikuwaje? Soviet Union ilikuwa muunganiko wa nchi mbalimbali. Sasa pale ambapo Soviet Union ilivyovunjika, ikajikuta sasa kila nchi inakuwa na rais wake, kwamba sasa zile nchi ambazo zilikuwa zimeunganishwa na serikali moja ghafla zikawa na serikali zao. Kwa hiyo kuna wanasiasa wakaibuka kuwa na nguvu na wakapata utawala. Kwa hiyo mimi nadhani kuna wanasiasa ambao wanaamini na ni baadhi tu ambao wanaamini kwamba muungano ukivunjika unapa nafasi kubwa zaidi ya kupata nguvu za kiutawala. Sasa hizo siasa ndo unakuta sasa wanazihamishia kwa wafuasi wao, ambao inawezekana baadhi yao wakaamini hizi propaganda za wanasiasa kwamba kweli muunganiko wetu ni mbaya. Kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho inabidi tukiangalie kwamba wananchi wenyewe hawana shida, lakini pale wanasiasa baadhi wanapohubiri kuhusu tengana, sasa hiyo ikienda kwa wafuasi wao, hiyo sasa ndio wafuasi wao ambao ni raia wenzetu, sasa nao wanaanza kuhoji. Lakini mimi nasema kwamba serikali yenyewe na wanasiasa ambao wanania njema huo muungano wasikwepe hayo maswali, wasikwepe hiyo hoja. Zikiibuka hoja za watu kutaka kuvunjika kwa muungano, wasijibu kwa hasira au kwa jazba, waeleweshe tu, waelimishe kwamba bwana, huu muunganiko una manufaa kwa sababu ya 1, 2, 3. Naamini hoja za muungano kuwepo zipo na ni nzito kuliko utengano. Sasa ni kazi tu ya wanasiasa wenye nia njema na serikali yenyewe kuhakikisha kwamba sasa hoja zao wananchi, za raia wenzetu ambao wameaminishwa kwamba muungano ni mbaya, basi wapewe elimu na wapewe hoja ya kwa nini muungano ni muhimu na kwa nini muungano wetu umeweza kudumu kwa muda mrefu hivi, tofauti na muungano wa nchi zingine huko ambazo hazikudumu kwa muda mrefu. Naam, mtazamaji wa Channel 10, kilicho bora kabisa, kipindi hewani ni Twende Pamoja kwa matokeo ya haraka. Na kumbuka awali nilikujuza kwamba leo tutakuwa na mada mseto tukijadili mada mbalimbali, na tunatamatisha mada hii. Weka nukta hapo, fuatilia kipindi, alafu itakapokuja kufika kipindi cha kupiga simu utaweza kuchagua sasa wewe utataka kuuliza kwenye eneo gani. Tunahama eneo la miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Hebu twende kwenye mada nyingine kuhusiana na ripoti ya tume ya Jaji Othman Chande. Mtazamaji, utakumbuka uchaguzi wa mwaka jana, wakati ule wa uchaguzi Oktoba 29 mwaka jana, na baada ya pale siku 2-3 kulikuwa kuna ghasia zilikuwa zimeibuka, na kutokana na ghasia zile Novemba 18 Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan aliunda tume kwa ajili ya kuchunguza yale matukio ambayo yalisababisha zile ghasia, na tume hii ikaongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Jaji Mohamed Othman Chande, ambayo ilifanya kazi kwa siku 150
53 takriban na Aprili 23 mwaka huu ilikabidhi ripoti yake mbele ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, na katika ripoti hiyo ilieleza mambo mbalimbali, lakini ilieleza kukuwa na vifo 518 ambavyo vilijitokeza, lakini pia vile vile mali mbalimbali za watu binafsi pamoja na mali za umma zenye thamani ya shilingi bilioni 125 ziliharibiwa, na pamoja na mapendekezo mbalimbali ambayo yalitolewa na tume ya Jaji Chande. Sasa tukiangazia kidogo jambo hilo ili tuweze kuona, kwa sababu tangu ripoti imewasilishwa kuna maneno mbalimbali yameendelea kujadiliwa. Thomas, hebu tukiangalia hii ripoti, binafsi yako umeipokeaje hii ripoti? Unaiona ripoti inakwenda kuliponya taifa? Cha kwanza nianze kwa kuwaambia watazamaji kitu ambacho inabidi watambue. Alichozungumza Jaji Chande tarehe 23 siku ya kuwasilisha ripoti hii ilikuwa ni muhtasari tu wa ripoti. Ripoti kamili haijawekwa hadharani kwa kila mtu kuweza kuisoma. Kwa hiyo tulichokipata ni dodosa. Sasa kuhusu kwenda kwenye kuponya taifa, uponyaji siku zote ni hatua, ni mchakato, so kitendo cha kitu kimoja cha haraka. Hatua ya kwanza ilikuwa report, tume yenyewe ilisema kwamba kazi yake ilikuwa kufanya fact finding, kutafuta ule ukweli bila kushutumu mtu yoyote. Ndio maana hata walipokuwa wanatoa muhtasari wao hawakutaja jina la mtu, hawakutaja jina la kikundi wala chama chochote wala mwanasiasa yote. Walisema tu kwa juu juu, na majina na kila kitu yako kwenye ripoti kamili bila shaka. Walisema vyanzo na vichocheo. Sasa hatua inayofuata, kama Mheshimiwa Rais alivyosema ile tarehe 23, hatua inayofuata sasa ni kuundwa tume ya maridhiano, ambayo sasa tume ya maridhiano ina sasa kazi yake ya kipekee sasa ya kufuatisha mchakato wa hatua ya pili ya mchakato wa uponaji. Kwa hiyo hii ripoti ni hatua ya kwanza. Tume imeweza kutupa muhtasari wa vitu vilivyogundua, lakini imetoa mapendekezo kadhaa, mojawapo ikiwa tume ya maridhiano, ikiwepo kuwepo na baraza la wazee, lakini muhimu zaidi kuundwa kwa tume ya jinai, ambapo sasa hii tume ya jinai ndio itakuwa na nguvu ya kisheria sasa ya kuweza kuwaita watu summons, kuwahoji, kukusanya ushahidi ambao unaweza kuenda kupelekwa mahakamani. Sasa ndo hapo uwajibikaji wa watu mbalimbali na makundi mbalimbali ndipo utakapoanza. Hiyo ni hatua nyingine pia ya uponaji. Kwa hiyo ni hatua nzuri ya kwanza, ni hatua muhimu, ni hatua ambayo ilikuwa inahitajika kabla hatujaenda kwenye maridhiano na kabla hatua ya uwajibishwaji haijachukuliwa. Na hata kwa wale ambao wanadai kwamba ilipaswa kuwa na uchunguzi kutoka kwa vyombo vya nje navyo vikifanya uchunguzi lazima vishirikiane na serikali kwa namna yote au nyingine. Hawezi tu kuja wakasema wanafanya uchunguzi wao wenyewe bila kushirikisha serikali. Kwa hiyo hii ripoti ya tume itasaidia hata watu wengine kutoka nje wanapokuja pia kuuliza maswali yao, kama alivyokuja kina Chakwera na hilo ya UN, kwamba ripoti inapokuwepo sasa hata serikali kwa upande wake inaweza ikatoa ufafanuzi kwa nguvu zaidi ikiwa tayari na ushahidi wa uchunguzi ambao umefanywa na tume. Kwa hiyo mimi nasema ni hatua muhimu ya kwanza, lakini hatua muhimu zaidi ni hizi mbili zinazofuata, hiyo ya tume ya maridhiano na hiyo sasa tume ya jinai ambayo hata rais ameridhia kwamba itaanzishwa. Huko mitandaoni kibwana, kuna maneno mengi sana. Maneno ni mengi, baadhi ya watu wanakosoa ripoti hasa kwenye eneo la uwajibikaji kama jinsi ulivyozungumza. Wapo wanaosema kwamba kwa nini tume haikutaja watuhumiwa ili kwenda kurejesha imani kwa wananchi. Lakini wengine wakasema Mheshimiwa Rais ni kama vile amewafunga watu mdomo aliposema kwamba ile ripoti ni ya kwake. Una maoni gani juu ya madai? Na maoni mawili. Hiyo ya kwanza kuhusu tume kutaja watu. Leo tume ilifanya na waandishi wa habari, wa vyombo vya habari. Mmoja wa wajumbe tume hiyo, Jaji Mkuu mstaafu Ibrahim Juma, alielezea hili pia, akasema kwamba kisheria
tume isingeweza kutaja watu, kwa sababu tume ikitaja watu wakati sio mamlaka iliyopewa, basi masuala haya yanapoenda mahakamani ili watu kuwajibishwa, hizo kesi zitatupiliwa mbali. Ndio maana tume haijataja majina ya watu, kwa sababu tume imesema wazi kabisa kwamba ili mtu kutuhumiwa ni lazima apewe nafasi ya kusikilizwa. Lakini watu wote waliohojiwa na tume wamehojiwa kwa hiari yao, kwamba tume haikutoa summons kwa mtu yoyote, haikumlazimisha mtu yoyote kwenda kuhojiwa kutoka upande wake. Kwa hiyo huwezi kumshutumu Mkotia na kitu afu simpe fursa ya kujitetea. Sasa hapo inapokuja tume ya jinai itakapomtaja Thomas Kibwana kwamba Thomas Kibwana akafanya 1, 2, 3, hiyo tume ya jinai itakuwa na nguvu sasa ya kusummon, ya kumuita Thomas Kibwana kwamba Thomas Kibwana, umeshutumiwa kwa 1, 2, 3, vielelezo vilivyotolewa ni 1, 2, 3, na wewe unasemaje? Kwa hiyo ndo hatua ambao watu watataja majina. Lakini sasa hivi tume ingetaja majina, hiyo ingekuwa nje ya nguvu yake ya kisheria, ambapo sasa hao wanaodai uwajibikaji baadaye wangelalamika kwamba kwa nini hizi kesi zinaenda mahakamani na zingetupwa kwenye technicality, kwamba sasa unakuta mtu ana makosa lakini ile technicality ya due process kutokufuata inafanya hiyo kesi itupiliwe mbali. Ya pili, hiyo hoja kwamba rais kasema kwamba kafunga watu kujadili mdomo. Kafunga watu mdomo. Hajafunga watu mdomo kwa sababu mjadala unaendelea. Lakini alisema kitu kizuri. Alisema kwamba kwa Tanzania tume za uchunguzi zimekuwepo kama 6, 7 kabla ya hii ya Jaji Chande ya uchunguzi wa matokeo ya uchaguzi. Ni tume 2 tu ambazo zimetoa muhtasari wake kwenda kwa umma. Ilikuwa ile tume ya haki jinai na ilikuwa tume hii ya uchunguzi wa matokeo ya Oktoba 29 ambazo zote aliziunda yeye. Kabla ya hapo tume zote zilikuwa zinawasilisha ripoti kwa rais kimya na zimeishia hapo kimya. Watu hawapati muhtasari, hawapati chochote. Kwa hiyo kisheria ni kweli, kisheria ni kwamba hii ripoti ni ya rais kwa sababu kaiunda yeye tume na tume imechunguza, imempa yeye ripoti. Lakini tofauti na tume zilizopita ni kwamba hii wananchi wameweza kupata muhtasari ya nini kipo ndani sasa ya hii ripoti ya tume. Lakini pili, pale ambapo sasa itaanzishwa tume ya jinai na watu kushtakiwa rasmi, basi wananchi tutajua zaidi nini ambacho kilikuwepo kwenye hiyo ripoti. Kwa hiyo watu hawajafungwa kujadili, wanaendelea kujadili, na ndio maana leo tume ikakaa na uhariri wa vyombo vya habari ikatolea ufafanuzi zaidi. Ina maana mjadala ungekuwa umefungwa, hata tume isingeona muhimu ya kuweza kukutana na vyombo vya habari na kuweza kutoa ufafanuzi wa hoja mbalimbali ambazo zimeibuka baada ya wao kuwasilisha ile muhtasari wa ripoti. Naam, asante sana Kibwana Thomas kwa maelezo hayo. Mtazamaji, kipindi hewani ni Twende Pamoja kwa matokeo ya haraka. Kumbuka kipindi hiki ukujie siku na muda kama huu, na maudhui yake ni kwa ajili ya kuangazia mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kumbuka mwanzo tumeanza kujadili miaka 62 ya muungano Tanganyika na Zanzibar, na sasa hivi tunajadili swala la ripoti ya tume ya Jaji Chande, na kumbuka weka nukta hapo, alafu tutaendelea kujadili, na utakapofika muda una hiari, utauliza kuhusu mada ya kwanza, utauliza mada ya pili, mada ya tatu au ya 4 kadri muda jinsi unavosonga mbele. Mtazamaji, hebu sasa tutamatishe kuhusiana na ripoti ya tume ya Jaji Chande kama jinsi mtaalamu hapa jinsi alivyojadili. Hebu sasa twende tukaangazie mada nyingine. Aprili 26 mwaka huu Wizara ya Vijana ama Wizara ya Maendeleo Vijana iliwasilisha bajeti yake bungeni, na kwa mara ya kwanza tangu wizara hii ilipoundwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limepitisha shilingi bilioni 35.9 kwa ajili ya shughuli za wizara hii. Na waziri mwenye dhamana Mheshimiwa Joel Nanauka alizungumza vipaumbele mbalimbali vilivyopo katika wizara yake kwa ajili ya maslahi mapana ya vijana wa Tanzania. Thomas, sasa tukiangalia kwenye swala la bajeti hii ya wizara ya vijana, unafikiri ni kwa nini Mheshimiwa Rais kwanza aliamua kuunda wizara hii ya vijana?
Nadhani ni kwa sababu ya uhalisia wa kwamba sasa hivi idadi kubwa ya Tanzania ni vijana, tena tuso vijana wenye umri chini ya miaka 35 ndio idadi kubwa ya Watanzania. Kwa ilikuwa kuna umuhimu wa kuwa na wizara mahususi kwa ajili ya vijana tu. Kabla ya hapo ilikuwepo wizara ya vijana, lakini ilikuwa inahusisha mambo mengine, ilikuwa ajira, kazi, vijana na watu wenye ulemavu. Vijana ilikuwa kama idara tu hivi. Sasa ikaonekana muhimu kwamba kuwe na wizara mahususi kwa ajili ya vijana tu na kuhusu vitu changamoto ambavyo vinahusu vijana. Kwa hiyo ilikuwa muhimu, na mimi nasema kwamba tulichelewa kupata wizara kama hii, lakini it's never too late. Ni heri imekuja sasa hivi, lakini imekuja kwa sababu ya uhalisia ya kwamba vijana ndo idadi kubwa ya wananchi, vijana ndo wenye changamoto nyingi, vijana ndo wenye kesho nyingi zaidi. Kuna dira ambayo inaanza kutekelezwa Julai mwaka huu, dira ya taifa 2050. Hiyo dira ni ya vijana wa sasa hivi, hao ndo watakaoishi hii dira. Kwa hiyo ilikuwa kuna umuhimu wa kuwa na wizara ambao itashughulika na changamoto za vijana moja kwa moja. Na unaona kabisa kwamba dhamira ya Mheshimiwa Rais hapa kwenye swala la kuhakikisha kwamba zile kero za kundi hili la vijana, kundi kubwa kama jinsi ulivyozungumza, kwamba zinaweza kupatiwa majibu. Na umeona kwamba ametoa fedha bilioni 2 zile kwa ajili ya wale content creators na watu wengine, masuala ya bunifu. Nia na madhumuni ni kuhakikisha kwamba vijana wanapata fursa za kuweza kujiajiri. Kwenye mchakato huu wa namna ambavyo Mheshimiwa Rais anavyopambana kuhakikisha analiwezesha hili kundi ili liweze kunufaika zaidi na rasilimali za taifa, unazungumziaje hatua hii ya Mheshimiwa Rais na wito wako kwa vijana kwenye kuunga mkono jitihada zinazofanywa na serikali ya awamu ya 6? Moja ya malalamiko vijana walikuwa nayo kwa muda mrefu ilikuwa ni kwamba vijana kwa muda mrefu walikuwa nahisi kwamba serikali au wanasiasa au viongozi wanawapa lawama tu vijana na kuwashutumu bila kuweza kuwawezesha. Sasa hivi kuna mipango mbalimbali ya kuweza kuwezesha vijana. Kuna bilioni 200 ambazo zimetolewa kwa ajili ya vijana wanaoanzisha viwanda vya vidogo na saizi ya kati, ambayo ilikuwa ahadi ya Mheshimiwa Rais kwenye swala la kongani za viwanda, ambazo bilioni 200 zitolewa kwa vijana. Kuna hizo za content creator bilioni 2, kuna bilioni 20 zingine zilitolewa kwa ajili ya mikopo midogo kwa ajili ya vijana. Kwa hiyo sasa rai yangu kwa vijana ni kwamba sasa kwenye hizi fursa wazichangamkie, lakini pale vijana wenzetu ambao watabahatika kupata fedha hizi basi wazitumie kama zilivyokusudiwa, ili moja, vijana wapate kuaminika zaidi; 2, vijana hao watengeneze ajira kwa ajili ya vijana wenzao; lakini 3, kutoa fursa kwa vijana wengine wengi kuweza kusaidiwa. Lakini mwisho wa siku sasa, kitu cha 4 ambacho vijana pia wanabidi wafanye, vijana wanabidi waendelee kutoa sauti yao na kutoa ushauri ni kwa namna gani sera zinaweza zikaboreshwa. Serikali inatoa sera, inatoa mipango, lakini hivi vitu sio misaafu. Vijana wanaoishi sasa inabidi watoe ushauri kutokana na navyoishi, kwamba ni kwa namna gani vitu hivi viweze kuboreshwa. Mikopo hii imetolewa, sasa wao vijana wanaopata mikopo hii na anaenda kushughulika navyo, basi watoe mrejesho kwamba ni kwa namna gani inaweza kuboreshwa. Kama kuna mambo ya kisera kurekebishwa, basi vijana watoe ushauri kwamba bwana, inabidi 1 2 3 irekebishike. Lakini kikubwa ni kwamba vijana watakuwa bahatika kupata mikopo hii, na pia ukiacha mikopo, vijana wote ambao watabahatika kupata nafasi ambao inawapa sauti kwenye jamii ya Tanzania, wasiache kuwasemea vijana, lakini zaidi ya kuwasemea vijana, washauri pia ni namna gani bora ya kuweza kuwezesha hii kikundi cha vijana. Kuna shida moja ya sisi vijana tulionao, na ni baadhi, sio wote. Tuna ule mtindo tunasema kwamba mtu akishapanda ngazi
anainua sasa ile ngazi anaitoa, wengine anaitoa. Sasa unakuta kuna vijana wenzetu ambao unakuta wamefanikiwa kwenye biashara au wamefanikiwa kupata nafasi ya uongozi, hao ndo wa kwanza sasa kuanza kutoa ngazi. Sasa vijana wote ambao mnapata fursa ili haya mambo yafanikiwe, kijana mmoja ambao umefanikiwa kuinuliwa, wewe nenda kainue vijana wengine 10. So sasa wewe umeinuliwa, unataka tu wewe peke yako. Kwa hiyo serikali ina nafasi yake, viongozi wana nafasi yao, lakini sisi vijana tusijiondolee jukumu ambalo tunalo, ambalo ni kuhakikisha kwamba fursa ambazo zipo na sisi tunazitumia ipasavyo. Tusilalamike tu kwamba hatuwezeshi, fursa zipo, tujitahidi kuzitumia, changamoto hazitawahi kuisha. Kibwana, muda sio rafiki, unakimbia, nafikiri muda si mrefu hapa kwa ajili ya kufungua simu zetu. Kutoa fedha ni swala moja, na vijana kupata fedha ni swala jingine. Tunamwona Mheshimiwa Rais anapambana sana kutengeneza mazingira wezeshi kwa vijana, kwa wezesha. Amewezesha Wizara ya Vijana imepata hiyo bilioni 35.9, lakini fedha hizo bilioni 200 zimekwenda huko kwenye BBT, kwenye vitu gani, mambo content creators na nini. Mama anajitahidi kuhakikisha kwamba anasukuma fedha zinakwenda. Wito wako kwa mamlaka mbalimbali ili isije ikawa hizi fedha zinaishia mijini tu, hazifiki huko vijijini, kwa sababu maeneo huko vijijini kama kule Chemba na maeneo mengine kuna vijana kule na wenyewe wanazotaka hizi fedha, lakini ukienda huko mtaani baadhi ya vijana wanashangaa, hawajui ni kwa namna gani watazipata hizi fedha. Lakini fedha zimekwenda halmashauri, fedha zimekwenda kwenye mamlaka mbalimbali, elimu hazitolewi ni kwa namna gani kundi hili litapata hizi fedha. Wito wako kwa mamlaka? Kuna pande mbili, kuna swala moja la elimu, lakini tusikwepe pia kuna swala lingine la ukiritimba. Baadhi ya vijana wamelalamika kwamba hii mikopo akienda kuomba unajikuta kwamba kuna kundi la watu ambao limehodhi hizo fedha. Kwa hiyo fedha hazifiki kwa vijana kwa sababu kuna watu wachache wanazipata hizo fedha kwa njia ambazo sio sawa, umeelewa? Kwa vijana waishi kuvipata. Sasa waziri wa vijana, hili ni jukumu lake, kama yeye mwenye dhamana vijana, pande mbili. Moja, kuhakikisha vijana wanapata elimu, lakini mbili, kuhakikisha anasemea kwamba pale ambapo kuna ukiritimba kwenye upatikanaji wa fedha kwa ajili ya vijana, basi yeye aweze kuvisemea ili serikali iweze kuvishughulikia. Wamekuja na wazo ya kuanzisha benki ya vijana, na waziri amesema kwamba imetengewa budget kwa ajili ya kuanzisha benki ya vijana. Hiyo ni sawa, lakini kama ulivyosema, kama hizi fedha zitakuwa zifiki vijana, itakuwa ni kazi bure. Waziri wa vijana ana kazi kubwa ya kuhakikisha, kwa sababu hizi fedha nyingi kama ile fedha za mkopo zilizotolewa zimeenda kwenye wizara za kisekta, haziko kwenye wizara ya vijana. Kama wizara ya vijana, bilioni 200 zimeenda kwenye wizara za kisekta. Zile bilioni za content creators ziko chini ya wizara ya Paul Makonda, wizara ya Paul Makonda, kwa haiko kwenye wizara yake. Kwa hiyo kazi yake kubwa ni nini? Ni uratibu. Lakini juu ya zaidi ya uratibu ni kuhakikisha kwamba changamoto za vijana anazisemea, asija kakaa tu pale akarelax. Yeye ndo kusemea vijana kuna tatizo, lazima awe strong, aseme bwana, serikali inatoa fedha, lakini kuna maeneo fulani fedha ziwafikii vijana kwa sababu ya 1, 2, 3. Hiyo ndo namna ambavyo anaweza kuwa sauti ya vijana na anaweza akasaidia vijana, kwa sababu atakuwa anasemea wale ambao hawana pa kusemea. Asante sana Thomas Kibwana kwa maelezo hayo. Naam, mtazamaji, muda umefika sasa wa kuweza kufungua simu yetu, na wewe utashiriki kwenye kuweza kupiga simu kwa ajili ya kuuliza swali ama kuomba ufafanuzi, na nambari itaonekana katika runinga yako hapo ni 0735 300 0735 Mtazamaji, na kuomba utakapopiga simu yako, tafadhali usijisikilize kwenye TV yako. Punguza sauti ya TV yako hadi mwisho, wewe na mimi tusikilizane kwenye simu yako ya mkononi ama ni simu ya mezani. Uliza jina lako, jitambulishe jina lako na unapiga simu kutoka wapi, halafu utaweza kupata majibu. Baada ya hapo tutaendelea na mada nyingine zilizosalia. Na mtazamaji kwenye line, hello. Salama tu, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali? Mimi naitwa Godson baba Mndungu, natoka mkoa wa Ruvuma. Naam. Wilaya ya Nyasa. Karibu. Asante. Mimi nataka niulize kwamba je,
hii mikopo ambayo inatolewa kwa ajili ya vijana au tena mikopo ambayo kwa ajili ya vijana. Labda nimeona sana serikali inasisitiza kwa habari ya kuunda vikundi. Sasa mimi nataka nijue kwa mtu mmoja, kwa mfano mimi binafsi ninatamani mimi kama mimi, kwa sababu labda nina mradi wangu natamani niombe mkopo ili niendeleze mradi. Ninaweza kupata mkopo? Haya, asante ndugu yetu kutoka Nyasa Ruvuma. Anasema anaona serikali inahamasisha zaidi kuhusu vikundi. Vipi kuhusu mtu mmoja mmoja? Kama hata swali hilo baadaye utapata fursa ya kujibu. Mtazamaji mwingine kwenye line. Halo. Halo mtazamaji kwenye line. Ongea na Gertrude kutoka Morogoro Ifakara. Gertrude kutoka Ifakara Morogoro, karibu kwenye kipindi. Ndio. Tafadhali Gertrude, punguza sauti ya TV yako. Yaani mimi bwana nazungumzia kwamba hivi mikopo mbona utakuta yani wenyewe wanapata yani inasema kwamba hii mikopo imetoka kwa ajili ya vijana, lakini unakuta wanakuja kupatikanika yani mikopo wanapewa wenyewe kwa wenyewe, alafu unakuta yani wazee yani mwingine yani mzee akili atumie kwenye hii mikopo, vijana unakuta yani hapati kidogo mikopo, unakuta hamna. Sisi inakafaje kwenye hii mikopo? Asante Gertrude kutoka Morogoro. Haya, asante. Ndugu yetu kutoka Morogoro hapo anasema kwa nini vijana wapati, anaona tu wazee na watu wengine ambao wana mahitaji ndio wanapata hiyo mikopo. Kamata hiyo nao kutoka Morogoro. Mtazamaji mwingine kwenye line. Halo. Halo, habari za studio? Salama tu. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Bwana, naongea na Hussein Idrisa. Bwana, niko mkoa wa Kagera. Naam. Pande za Katoma. Naam, kutoka Kagera Hussein Idrisa, karibu kwenye kipindi. Bwana, nashukuru sana. Bwana, tunasikia sana mikopo, wametoa mikopo ya vijana. Ndio? Halo. Ndio. Ongea. Asema mama ametoa mikopo ya vijana. Lakini sisi wengi wa vijijini huku kwa kweli hatujaitwa wala kufanyaje, mama mikopo anaitoaje, hatujaelimishwa, hatujafanyaje. Kwa kweli tunasikia mama anatoa mikopo yuko vizuri, lakini sisi hajatufikia hiyo mikopo. Haya, ni hilo tu ndugu yetu Idrisa kutoka Kagera. Ndio hilo nataka niwaambie. Kwa hiyo hatujapata nini kinachoendelea, lakini mama anatoa mikopo. Haya, asante sana ndugu yetu kutoka Kagera, tumekupata vizuri. Huyu ni ndugu yetu kutoka Kagera anasema fedha, anaona tu mama anatoa fedha lakini fedha hazifiki huko chini. Hoja bwana Nanauka Joel ataipata hiyo. Na mtazamaji mwingine kwenye line. Halo. Allah. Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Christopher Mtosika, natoka mkoa wa Mara. Naam, Christopher kutoka Mara, karibu kwenye kipindi. Kuhusu mikopo mimi na swali moja. Swali ni kwamba hii mikopo iliyotolewa hii, vijana wengi wanashindwa kuchukua mikopo kwa sababu wanapokwenda unaambiwa pesa ambayo ni fomu ilipo gharama ya juu, na kijana mwenyewe hana fomu, itakuwaje hizi na yeye huyu mtu ambaye hana pesa kuchukua fomu? Kwamba fomu inauzwa? Fomu zinauzwa ambazo zilikuwa zinauzwa kwa gharama ya shilingi 20,000 mpaka 25,000. Fomu moja? Fomu moja. Ili kupata mkopo wa mama? Kupata mkopo wa mama. Sasa kwa wale ambao hawakupata pesa na wanania kupata hiyo, wakupata pesa na wanania hiyo, watafanyaje? Ni wilaya gani hiyo ndugu yetu kutoka Mara? Wilaya ya Msoma vijijini. Wilaya ya Msoma vijijini. Haya, una swali jingine ama ni hilo tu? Ni hilo tu. Haya, asante sana ndugu yetu. Salamu zao kutoka huko Msoma, Kiabakari, wapi salamu? Naam. Mtazamaji mwingine kwenye line. Halo. Halo mtazamaji kwenye line. Hello. Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Hassan Saidi, niko na Mtumbo. Naam, Hassan Saidi kutoka na Mtumbo Ruvuma, karibu kwenye kipindi. Asante sana. Hii mikopo inatolewa na ndani ya wilaya, inatolewa na ofisi gani? Hii mikopo ndani ya wilaya inatolewa kwenye ofisi gani? Mikopo inatolewa na ofisi gani huko wilayani, sio? Ndio. Haya, ni hilo tu ama una jingine?
Nikishajua nitatafuta siku, kwa sababu namba ninayo, nitacheki. Haya, asante sana ndugu yetu kutoka huko na Mtumbo Ruvuma. Kibwana, nafikiri maswali haya kuna kutoka kule Ruvuma, Morogoro, Kagera, Mara. Hebu tumpokee huyu naye tumuone. Mtazamaji kwenye line, halo. Mtazamaji tafadhali, tunaomba kupunguza sauti ya TV yako. Punguza sauti ya TV yako. Halo mtazamaji, punguza sauti ya TV yako tafadhali. Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Ruvuma. Uko Ruvuma? Ndio. Wapi Ruvuma wapi? Tumetoka kuzungumza na mtu wa huko na Mtumbo saizi. Wapi uko wewe? Niko na Mtumbo Ruvuma. Uko na Mtumbo, karibu. Naitwa Shabani, niko Ruvuma. Naam, karibu kwenye kipindi, uliza swali lako ndugu yetu. Ndani fahamu hii mikopo hii ni sawa, serikali wanatoa, lakini mbona wanafika kwa kubwa sana kupitia nani viongozi wa serikali? Kwamba? Yaani mikopo hii nasikia Mama Samia anatoa ya vijana. Lakini hii mikopo tunaona mbona wanafika kwa kubwa sana hao nani viongozi wa serikali kama kila maendeleo ya viongozi wengine wananufaika sana. Yaani wanufaika wa mikopo ni viongozi wa serikali. Alikana sio yani wananchi wenyewe tufikiri mikopo nadhani. Na ukiangalia ndani kikundi unakuta kikundi watu 10. Kila mwananchi mmoja anachangia shilingi 10,000. Maana kikundi kila watu 10 bali serikali 100,000 ili somo la jipia. Haya, asante ndugu yetu kutoka. Yaani fedha zinaenda watu ambazo fomu kama watu 10 na tumia 100,000 fomu. Haya, asante ndugu yetu kutoka na Mtumbo, tumekupata. Sana shukuru. Na Mtumbo zimekuja simu mbili kutoka kule Ruvuma na mtazamaji mwingine kwenye line. Mtazamaji kwenye line, halo? Halo mtazamaji kwenye line? Mtazamaji kwenye line, halo? Naam ndugu. Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Simu yake hii imekwenda Arijojo. Naam, hebu Kibwana, kama unaweza kujibu hizi hoja kidogo kutoka mikoa hii tofauti hapa. Nafikiri uko una kama hata hoja za watazamaji wetu. Kwanza nitoe rai kwa Waziri Nanauka, waziri wa vijana. Umeona hapa tumezungumzia mada 3 lakini maswali yote ni kuhusu vijana na mikopo na mahususi swala la mikopo. Kwa hiyo ni msihi Waziri Nanauka kwamba hizi hoja azisikilize, azipokee, azifanyie kazi. Sasa nitajibu kiujumla, manake maswali mengi yanaendana. Kulikuwa kuna swali ya kwamba mikopo imezingatia zaidi vikundi kuliko watu binafsi. Hiyo hoja kuliko mtu mmoja. Hiyo hoja ilitolewa na hata kuna mkopo wa bilioni 20 kwa vijana ilitolewa juzi, ambapo nadhani ilikuwa mwezi wa 3 mwishoni, ilikuwa mwisho wa kutuma maombi. Hiyo ilikuwa kwa kijana yote ambaye anaanzisha biashara au tayari na biashara, ilikuwa haizingatii vikundi. Kwa hiyo ipo mikopo ambayo haizingatii vikundi. Sasa tunakuja kwenye sala la kwamba ni muhimu vijana kupata elimu zaidi, isiwe tu vijana wa mijini ndo anapata taarifa fulani afu wa mbali hawapati hizi taarifa. Kuhusu mikopo kuto kuwafikia vijana, kama nilivyozungumza hapo awali, swala la kwanza ni elimu, lakini swala la pili ni wametajwa wenyewe watazamaji kwamba hizi fedha, kuna baadhi ya viongozi wa ngazi za chini unakuta mikopo inatoka lakini wanachukua wao wanajinufaisha wenyewe, kwa hiyo haiwafikii wahusika. Haya ndio masuala ambayo Waziri Nanauka anabidi ashughulike nayo, kwamba inakuwaje mikopo inatolewa na serikali kuu kwenda kwa wananchi wake hasa vijana, alafu watu wachache ambao ni viongozi wanahodhi na kujishikia hii mikopo. Kibwana, hebu hapo weka nukta, kwa sababu umesema hoja nyingi zinafanana. Hebu tumsikilize ndugu yetu huyu. Mtazamaji kwenye line, halo? Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Barnabas, niko Nyakanazi Kagera. Barnabas kutoka Nyakanazi Kagera, karibu kwenye mada. Asante. Mimi
nazungumzia kuhusiana na muungano. Karibu kwenye muungano. Nazungumzia kuhusiana na swala la muungano. Barnabas, tafadhali punguza sauti ya TV yako. Nimeshapunguza. Haya, karibu jadili kuhusu miaka 62 ya muungano. Asante sana. Mimi nazungumzia huu muungano. Mimi kuna kitu ambacho huwa kinanishangaza kwenye upande wa muungano. Kitu kinachonishangaza, unaweza kukuta Mtanzania ambaye yuko bara akienda kununua kitu Zanzibar, unakuta ushuru ni mkubwa, ni kama vile mtu ambaye anaenda kununua kitu nchi za nje. Lakini Zanzibar akija kununua kitu Tanzania bara, akipeleka kule hakuna ushuru. Sasa huu muungano, mimi nashangaa ni muungano wa namna gani? Tanzania bara akienda kununua kitu kule, ushuru unakuwa mkubwa, ila yeye Zanzibar akija Tanganyika unakuta ushuru ni mdogo. Hapo shida ni nini? Huu muungano unasemekana tuko sawa, lakini ni kama vile bado kuna shida. Haya, tumekupata. Naomba ufafanuzi hapa, ni kwa nini hilo liko hivyo? Haya. Asante sana ndugu yetu kutoka huko Nyakanazi, Kagera. Tumekupata vizuri kabisa. Naam, Kibwana, umemsikia ndugu yetu hapa ameuliza swala la muungano. Mtanganyika akienda Zanzibar kununua kitu kuleta huku ushuru mkubwa. Mzanzibari akinunua kupeleka kule ushuru unakuwa mdogo. Kwa hiyo anaona huu muungano ni wa namna gani? Hebu tumwangalie huyo. Na mtazamaji mwingine kwenye line. Hello? Hello? Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Julius Chanja kutoka Ifakara, Morogoro. Naam, kutoka Ifakara, Morogoro. Karibu kwenye kipindi. Hii mikopo unajua kwamba kwenye vikundi au hata mtu wawili ni watatu mnaweza mkuipata. Haya, asante, tumekupata katika swali lako hilo. Haya. Naam, Kibwana, simu ni nyingi. Halo, mtazamaji kwenye line. Halo? Bali. Mzuri, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Punguza sauti ya TV yako tafadhali ili tusikilizane. Punguza sauti ya TV yako. Tafadhali punguza sauti ya TV yako. Punguza sauti ya TV yako tusikilizane. Huyu ndugu yetu naona tumpati vizuri. Mtazamaji, unapopiga simu punguza sauti ya TV yako hadi mwisho tusikilizane wewe na mimi kwenye simu. Ukipandisha sauti ya TV inaleta mwangu studio, hatusikilizani. Punguza sauti ya TV yako, jitambulishe jina lako na unapiga simu kutoka wapi. Halo mtazamaji kwenye line. Mtazamaji kwenye line. Halo? Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Mesha Ngulu, napiga simu kutoka Peramiho. Kutoka Peramiho, karibu Ruvuma. Swali langu la kwanza moja kwa moja nitaka nijue kwenye muungano. Ndio. Karibu, uliza swali. Inakuwaje hapo kwenye swala la umiliki wa inakuwaje kwenye swala la umiliki wa ardhi? Maana Mzanzibari akitoka Zanzibar kuja kumiliki ardhi bara anakuwa anamiliki, lakini kutoka bara kwenda kumiliki ardhi Zanzibar inakuwa ni changamoto. Alafu pia nije kwenye vitambulisho. Vitambulisho vya nini? Ukifika bara kuna kitambulisho cha taifa. Na ukienda Zanzibar kuna kitambulisho ambacho cha Mzanzibari mkazi. Hata kama kweli kuna muungano, kwa nini kisio kitambulisho kimoja ambacho kingeweka usawa na muungano? Alafu pia kwenye level ya uongozi. Ukifika kwenye level ya uongozi, hata kwenye ngazi ya bunge mtu kwenda kugombea tu bunge katika Zanzibar inakuwa ni changamoto, lakini kwenye bunge letu tunaliona kuna wabunge ambao wanakuja
kuwakilisha Zanzibar. Hii imekaje kaje? Haya, asante sana ndugu yetu kutoka Peramiho kule Ruvuma. Mtazamaji, tunasitisha matumizi ya simu kwa sasa ili tuweze kupata majibu juu ya hoja mbalimbali ambazo zimechomoza, lakini pia vile vile kupata fursa ya kumaridhia baadhi ya hoja zilizosalia mezani. Nikushukuru mtazamaji ambaye umepata line na ukazungumza nasi usiku huu. Wakati mwingine tena tutaruhusu tutakapokutana kwenye kipindi kingine, lakini kwa sasa tunasitisha matumizi ya simu. Kibwana, hoja ya muungano, mmoja kazungumza habari ya kununua vitu, mwingine swala la kumiliki ardhi, wakaongeza na vitambulisho. Huu muungano unakuwaje? Huku kuna national ID, kule kuna kitambulisho cha Mzanzibari mkazi. Nianze na swala la ushuru. Ndio. Mimi nakubaliana na ndugu mtazamaji kwamba hii ni moja ya changamoto za kimuungano na ni changamoto za kimfumo, kwa sababu Zanzibar nao wana Zanzibar Revenue Authority, kwamba Zanzibar nao kama serikali inakusanya kodi, ila kwa upande wa bara hamna serikali ya Tanganyika inayokusanya kodi, ni serikali ya muungano inakusanya kodi kwa niaba upande huu. Kwa hiyo ni swala nadhani ambapo viongozi sasa wa pande zote mbili wanabidi wakae sasa waoanishi hizi sheria za kikodi, ili sasa mfanyabiashara au Mtanzania anaonunua kitu kutoka Zanzibar asione sasa kama analipishwa kodi mara mbili. Mimi nadhani ile jambo ambalo linazungumzika, nakubaliana naye kwa mwananchi wa kawaida itaonekana ni kero na ni kitu ambacho inahitaji kuangaliwa. Natamani hiyo ni jambo ambalo waliangalie pia, ili kwamba mtu asione maumivu ya kodi akinunua kitu kutoka Zanzibar. Kwa swala la ardhi, nitoa ufafanuzi kwamba mtu kutoka bara kuna namna anaweza akamiliki ardhi Zanzibar. Kuna njia mbili kuu. Njia moja ni kama mwekezaji. Ukienda kama mwekezaji, ukihitaji ardhi ya kufanya uwekezaji, basi unapewa ardhi kwa utaratibu ya mwekezaji. Ila pili, ni sheria ya makazi, kwamba mbara ambaye ni mkazi wa Zanzibar, ukiwa umekaa muda fulani Zanzibar, nimesahau tu ni muda gani, lakini ukiwa umekaa muda fulani Zanzibar ambapo katambulika kama mkazi, unaweza ukamiliki ardhi Zanzibar. Kwa hiyo tofauti tu ni kwamba uwezo ukatoka leo ukaenda Zanzibar ukanunua, lakini ukiwa mkazi unaweza ukanunua. Sasa hoja ya ardhi ya Zanzibar, mimi nitaitoa hoja ambayo inatolewa na serikali ya Zanzibar. Watazamaji wenyewe wataangalia kama ina mantiki au la. Kwa kifupi kabisa, maana muda sio rafiki tena. Kwa kifupi ni udogo wa ardhi ya Zanzibar, kwamba Wazanzibar hawawezi kununua ardhi Tanzania bara wakaimaliza, kutokana na uchache wao na ukubwa wa Tanzania bara. Ila Tanzania bara kutokana na ukubwa wa idadi ya wananchi wake, wakisema kanunue ardhi Zanzibar, wanaweza akamaliza ardhi zote. Hiyo ni hoja kwa upande wa Zanzibar. Sasa watazamaji wenyewe wataangalia kama hiyo hoja ina mantiki au la, lakini hiyo ni hoja ambayo imetolewa na serikali ya Zanzibar, kwamba sheria hiyo imewekwa kulinda ardhi hiyo kutokana na udogo wa eneo la Zanzibar. Naam, sasa kwa kifupi kabisa Kibwana, kwa sababu muda sio rafiki, wito wake kwa Mheshimiwa Joel Nanauka, maana hoja nyingi sana za vijana zimeelekea kwake. Kwa kifupi sana tuhitimishe kipindi, alafu wakati mwingine tena tutaangalia tunafanya. Joel Nanauka ana kazi kubwa sana. Ukubwa kazi yake inatokana na kwamba yeye ndo waziri wa kwanza wa wizara mahususi kwa ajili ya vijana. Kwa yeye anachokifanya ina set president kiutawala, administratively, ina set president kisiasa, kwamba waziri wa vijana anapaswa kuwa wa namna gani. Nimemwona akizunguka maeneo mbalimbali ya Tanzania akiongea na vijana. Lakini sasa vijana hawataki hotuba za motivation. Vijana wanajua changamoto zao, wao wanahitaji kuwezeshwa kutatua changamoto zao. Kwa hiyo mimi wanataka kuona matokeo chanya. Kwa hiyo rai yangu kwa waziri ni kwamba anapotembelea vijana, sawa kuwapa motivation sio mbaya, lakini zaidi wape fursa ambazo zilizopo. Watu wamepiga simu hapa wanaelezea kwamba kuna vitu vingi hawana taarifa nazo.
kazi ya wizara yake sasa kuhakikisha vijana wote wana hizo taarifa sasa. Mimi nikushukuru sana Kibwana. Nashukuru sana. Asante sana. Na mtazamaji, ni Thomas Kibwana, ni mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia. Awali nilisema kwamba leo tutakuwa na mada mseto. Tumejadili mada 3 tu, lakini kwa kuna mada 2 zimesalia. Nafikiri wakati mwingine tena Thomas, tutakutana tena hapa ili tuweze kujadiliana juu ya mada nyingine zilizokuwa zimesalia. Tulikusudia kuzungumzia juu ya athari za mzozo wa Mashariki ya Kati na yale ambayo athari za kiuchumi na kijamii kwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, lakini katika lile ambalo lafanyika hivi sasa, mchakato kwenda kumpata katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, ili tuweze kuona kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ajaye anakabiliwa na changamoto gani za kidunia. Lakini kwa sababu muda sio rafiki, tumeshindwa kujadili mada hizi nyingine 2 zilizosalia. Mtazamaji, mimi nikushukuru kwa kuweza kuichagua Channel 10 kilicho bora kabisa, hususan kipindi cha Twende Pamoja. Hadi wakati mwingine, mimi ni Hamisi Mkotia, na mwisho tunasema kazi na utu, tunasonga mbele. Asante na kwaheri kwa sasa. Shikamane, tuungane, twende pamoja, tusonge mbele. Twende pamoja kwa matokeo ya haraka.